إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. Ndugu zangu Waislamu, maudhui ni kubwa na hali ni nzito zaidi kuliko ufahamu wetu. Tunapozungumzia usiku wenye thamani, usiku wa Lailatul Qadr, huwa tunazungumzia jambo kubwa fauka ma yatasawwaruhu al-insan, zaidi ya mwanadamu kuweza kufahamu. Kadiri tutakavyozungumziana ni kwamba uzito wa hilo jambo ni mkubwa zaidi ukilinganisha na ufahamu wetu. Na hata mtume kaambiwa hayo maneno alayhi salatu wasalam, wama adraka ma lailatul qadr, jambo gani likujulishe mpaka ufahamu usiku huo? Ina maana ya kwamba kuufahamu ni jambo moja kubwa sana, zito kwa mja, na kadiri atakavyofahamu فشرف الليلة أعظم من أن يتصوره الإنسان ويستوعبه. Utukufu wa usiku ni mkubwa zaidi kuliko mwanadamu kuweza kudhibiti, lakini imebakia ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu, kile ambacho hakiwezi kupatikanwa chote basi kisiachwe kingi chake. Na kupata tofauti na kukosa kabisa. Na ukamilifu wa ufahamu ni jambo kubwa, liko mbali na uwezo wa mwanadamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma zake na fadhila zake akatueleza huo usiku. Atafaidika nao usiku huo atakayejipamba na sifa mbili kati ya sifa nyingi ambazo zinastahiki kudokezwa na kuja kuelezwa. Husnul istima', sifa ya kwanza kusikiliza kwa uzuri na umakini na kwa hamu kubwa kuyafahamu haya. Halafu husnul ittiba', uzuri wa kufuata haya ambayo yataelezwa. Ni bishara kubwa kwa watakaosikiliza vyema habari hii na kila habari ya dini, kwa sababu Allah anasema fabashir ibad, wabashirie watumwa wangu, alladhina yastami'una alqawl, ambao wanasikiliza maneno, fayattabi'una ahsana, kisha wakafuata yale mazuri kabisa. Ndugu Waislamu, Lailatul Qadri Allahu Azza wa Jalla ameiteremsha sura kamili inazungumzia usiku huo, tokea mwanzo mpaka mwisho. As-suratu bikamiliha. Ni jambo kubwa sana kuona kwamba kitu kimoja kinazungumzwa mwanzo mpaka mwisho. Sura hii ni sura ambayo hivi sasa kuzungumzwa na kuelezwa watu undani wake ni jambo moja muhimu sana, kwa sababu ndio wakati wake zaidi sasa hivi. Ingawaje Al-Qur'an ni katika maisha ya mwanadamu kiujumla, lakini jambo linapokuja katika munasaba wake huwa lina umuhimu wa ziada, umuhimu mkubwa sana. Usiku huu umetajwa katika suratul Qadr na pia ukatajwa katika suratul Dukhan. Allahu Azza wa Jalla anasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumeiteremsha Al-Qur'an katika usiku wenye thamani. Tuna al-munzalu wal-munzalu fihi,
kilichoteremshwa na kile ambacho ndani yake kimeteremshwa hicho kilichoteremshwa. Bila shaka kilichoteremshwa ni kitukufu zaidi, ambayo ni Al-Qur'anul Karim, na ndio maana almunzalu fihi, ule wakati ambao ndani yake imeteremshwa Qur'ani, nao ukapata thamani. Usiku wa Lailatul Qadr, ndani ya mwezi wa Ramadhan imeteremshwa Al-Qur'an. Alitutajia kiujumla Allahu azza wa jal kwamba Qur'ani imeteremshwa Ramadhan, akasema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Neno fihi linaonyesha kwamba alwaqtu maf'ulun fihi. Kikawaida kila tukio linalotokezea duniani lazima libebwe na vyombo viwili. Chombo kimoja kinaitwa az-zaman na chengine kinaitwa al-makan. Na ndio maana watu wa lugha wakasema kuna dharfu az-zamani wa dharfu al-makan. Dharfu zaman ni muda unaobeba tukio, wa dharfu al-makan ni mahala ambapo tukio limebebwa na mahala hapo. Viumbe wanapofanya matukio yao lazima liwe tukio limo ndani ya wakati fulani na limefanyika mahala fulani, ndio ikapatikana wa dharfu zaman na dharfu al-makan. Hupata thamani muda ambapo ndani yake limefanywa tukio kubwa, hupata thamani mahala ambapo ndani yake limefanyika tukio kubwa. Wayashrufu dharf bi sharafi al-madhruf, na dharf inapata thamani kwa ile al-madhruf iliyo ndani. Bahasha inayobeba barua inaitwa dharful khitab. Kwa hiyo tuna dharf ndio bahasha, na tuna al-khitabu, barua yenyewe iliyo ndani ya bahasha, na hilo ndio kusudio kubwa zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, dharf ni chombo ambacho ndani yake kuna kitu, na chenye kilicho ndani ya dharf kikiwa kina thamani kubwa, basi na hichi chombo nacho kinakuwa kina thamani kubwa. Bila shaka yoyote, sanduku linalotiwa vinoo vya dhahabu halitofanana kabisa na la kutia takataka za karatasi. Haitofanana chombo ambacho itatiwa pete ya dhahabu hata kama ni kidogo, na chombo ambacho kitatiwa kitu kidogo duni kisichokuwa na thamani. Sasa kwa vile muda ndiyo chombo na mahala ndiyo chombo, basi mahala ambapo Qur'ani imeteremka ikaanza kuteremshwa, mahala hapo pamepata thamani. Na ndiyo maana Makkah inaitwa mahbitul wahi, materemkio ya wahi, mahala ambapo wahi umeanza kuteremka. Mahbitul wahi ni sehemu zina thamani kubwa, kwa sababu ni sehemu ambayo wahi umeteremka. Basi na katika Lailatul Qadr ndani ya mwezi wa Ramadhan ndio Qur'ani imeteremka. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi wa Ramadhan ambao ndani yake imeteremshwa Qur'an. Halafu Allah akazidi kutuwekea kwa uwazi zaidi kwamba na hiyo Ramadhani yenyewe kuna usiku huo umo ndani ya hiyo Ramadhan, ndani yake imeteremshwa Qur'an. Kwa sababu usiku umo ndani ya Ramadhan, basi itakuwa Qur'ani imeteremshwa ndani ya usiku huo na imeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhan. Neno fihi lilio ndani ya Al-Baqara limewekwa kwa uwazi mzuri zaidi katika suratul Qadr. Kule akasema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, na hapa akasema inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fihi ndio imepelekea kwamba maf'ulun fihi itwe yudharfu zaman. Maf'ulun fihi yani mtendwa ambaye ndani yake kitendo kimetendwa usiku wa Lailatul Qadri ni maf'ulun fihi, ni dharfu zamani hiyo. Je, Al-Qur'an yenyewe ambayo ndio al-madhruf iliyobebwa na huo muda, tukio la kuteremshwa Qur'an limebebwa ndani ya usiku huo, hiyo Qur'an itakuwa ina thamani kiasi gani? Idha sharufatil lailatu bi sharafil munzali fiha fakaifa bil qalbi alladhi nazala fihi al-Qur'an. Ikiwa usiku umepata thamani kwa sababu ndani yake imeteremshwa Qur'an, ule moyo wa mtume ambao ndani yake imeletwa al-Qur'an iwe wahi, moyo ule upata thamani kiasi gani duniani? Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Moyo wa mtume sallallahu alaihi wasallam umepewa al-Qur'an ili upate kuonya moyo huo, moyo ubebe wahi, halafu yule ubeba moyo huo aonye. Basi na ndani ya mwezi wa Ramadhan, ndani ya Lailatul Qadri imeteremshwa Qur'an ili maonyo yapatikane duniani,
Ndio maana akasema inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin. Kuna mahusiano baina al-inzali wal-indhari, baina ya kuteremsha Qur'an na baina ya kuonya, kwa sababu kilichoteremshwa kimekusudiwa watu waonywe. Kazi ya da'wa, kazi ya kuamrisha mema, kazi ya kukataza mabaya, kazi ya kuonya ni kazi ya mitume wote. Kazi hii imetia thamani mpaka ule usiku ambao ndani yake ameteremshwa maonyo, ukatia thamani moyo ambao ndani yake yameteremshwa maonyo haya na wahi, ili mtume aonye. Ala qalbika litakuna min almundhirin. Kwa hiyo kama tunazungumza usiku ndio mada yetu ya leo, basi tujue kwamba Al-Qur'anul Karim ni kitu kikubwa sana. Atakayeshughulika na Qur'an kuihifadhi, atakayeshughulika kuisomesha na ujumbe uliobebwa ndani yake na tafsiri yake kwa ikhlas, huyu kabarikiwa na akapewa jambo kubwa, kwa sababu Al-Qur'ani ni kitabu mubarak. Hakika sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku wenye thamani kubwa. Al-Qadru katika lugha ya Kiarabu ina maana ya thamani, na ndio tafsiri kuu ya aya hii. Tafsiri ya pili, usiku wa makadirio, kwa sababu mbele tutaona kwamba malaika wanateremka na makadirio ya mwaka mzima. Inna anzalnahu fi lailatil qadr, sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku wenye thamani kubwa, na kwa sababu ya thamani yake ndio kwa usiku wa makadirio ya mambo yanakadiriwa ya mwaka. Wama adraka ma lailatul qadr, na ni jambo gani litakalokujulisha mpaka ukaufahamu wa usiku wenye thamani ya Rasulullah? Lipi likujulishe mpaka ukafahamu? Kufahamu usiku huo na uzito wake ni jambo kubwa. Neno wama adraka linakuja katika mambo makubwa yaliyozidi hata ufahamu wa mwanadamu, kama vile alhaqa, malhaqa, wama adraka malhaqa, tukio la hakika kutokezea la kiyama. Hilo nini? Tukio hilo la kweli la hakika, na ni jambo gani litalokujulisha mpaka ukafahamu? Alqari'ah, tukio ambalo litatikisa moyo, ligonge nyoyo za watu. Malqari'ah, wama adraka malqari'ah. Na hapa Allah akasema wama adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf shahr, usiku huo wenye thamani ni bora kuliko miezi 1000. Sasa hapo kwenye miezi 1000 hapo wengine wanafahamu ni sawa na, wanajisahau katika kueleza. Wanakwambia usiku huo tumeambiwa kama miezi 1000, sio kama. Allah akasema khairun min, bora kuliko. Na mtu akikwambia mimi mkubwa wa huyu, si lazima yeye kampita kwa miezi, pengine anakaribia kumzaa, ana umri mara 2 ya huyo aliyesema kamzidi umri. Kwa hiyo mimi ni mkubwa wa huyu, inawezekana kwa mwezi, inawezekana miaka mingi sana, bora kuliko miezi 1000. Na baadhi ya ulama wamesema neno 1000 katika lugha ya Kiarabu ndio akbaru adadin tadribu bihi al-arabu amthalaha, ndio idadi kubwa ambayo Waarabu wanapigia mifano yake kwenye neno 1000. 1000 ndio mwisho wa namba kwenye lugha ya Kiarabu katika maneno. Zaidi ya 1000 wataambatanisha neno 1000 na la nyuma yake. Kwa mfano 100,000 wao wanasema 100,000, 1,100, na kweli 1000 ziwe 100 ndo laki. Milioni, hadithi imetaja neno alfi. Atakaye kwenda sokoni akaomba dua ya soko, akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir, anaandikiwa alfi hasana, mema milioni 1. Lakini neno lilotumika 1000 likapiganishwa na 1000 nyingine. Neno milioni sio neno rasmi katika lugha ya Kiarabu, hata kama leo linatumika. Zama za uteremshwaji wa wahi halikutumika neno hili, wala Waarabu hawalijui. Limekuja baadaye kwa kuchukuliwa katika lugha ngeni nyingine. Neno miliarat linatumika neno hilo, lakini leo si neno fasaha la Kiarabu, kalimatun dakhila, neno limepenya, limeingia tu. Kwa hiyo akasema ndio maana hapa ikatajwa 1000, kwa sababu ndio namba ya mwisho. Na ndio maana Allah alipowataja Mayahudi akasema yawaddu ahaduhum law yu'ammaru 1000 sanatin wama huwa bimuzahzihihi min al'adhabi an yu'ammar, anatamani mmoja wao ingepewa umri wa miaka 1000
Yahudi, wala hilo lisingemuokoa na adhabu kupewa umri. Sasa unadhani Yahudi anataka 1000 tu? Anataka milioni miaka kama ingekuwepo anaitaka. Lakini kwa sababu ndio neno kubwa zaidi hilo kwenye lugha ya Kiarabu likaja neno 1000. Ina maana kwamba kumbe huu usiku unaweza ukazidi hata miezi kwa mamilioni thamani yake. Lakini tuchukue hiyo dhahiri ya aya, miezi 1000 ni miezi mingapi? Ni miaka mingapi miezi 1000? Miezi 1000 ni miaka 83 na miezi 4. Kuna kitabu kinaitwa Ruhu Siyam, ndani yake kaeleza mwenye kitabu hicho, anasema ibada hiyo ya miezi 1000 ambayo ni miaka 83 na miezi 4, ibada iliyozidiwa na ibada ya usiku wa Lailatul Qadr, ibada hiyo iwe imetendwa katika miaka 83 na miezi 4 ala wajhi tawasul, katika namna ya kuendelea, haijaingia kula kati wala haja ya kwenda choni wala kulala. Masaa yote kwa miaka yote mtu anaabudu miaka 83 na miezi 4, yumo ndani ya siyam, yumo ndani ya sala. Ingechukuliwa kwamba amepewa nguvu ya malaika, halali hali hanywi, hendi choni. Ni miezi 1000 ambayo ni miaka 83 na miezi 4. Ibada hiyo imezidiwa na ibada ya usiku wa Lailatul Qadr. Lakini kwa atakayesimama imanan wa ihtisaban, tafsiri al-Mukhtasar inasema ibada ya usiku huu imezidi ibada ya miezi 1000 kwa atakayesimama imanan wa ihtisaban, akaamini malipo, akayatarajia 100 juu ya 100, akawa na hakika nayo hayo malipo, hana shaka hata kidogo, na ham inamsukuma. Leo mmoja wetu angeambiwa katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan, wewe kama utasimama usiku mmoja, basi zitakuwa zinatolewa sadaka msikitini. Usiku atakayesimama mpaka alfajiri kakesha, asubuhi itakuwa sadaka ya milioni 3. Kila usiku mmoja milioni 3. Ina maana misiku 10 akimaliza milioni 30. Wangekesha watu kwa kutaka sadakati hizo. Na hata lingetolewa sharti kwa atakayekesha usiku mzima silali. Watu wanakesha mwezi mzima katika kazi ya ulinzi, na ndo ada yake na ndo maisha yake kukesha kwa mshahara wa 500 au 3. Ndugu zangu, anachokitoa Allah ni kikubwa zaidi, hakilinganishwi na anachokitoa mwanadamu. Lau ingekuwa mwanadamu analipa milioni kadhaa kwa kila usiku mmoja. Usiku umefichwa katika 10 la mwisho la Ramadhan ili watu wajipinde, wachume kheri zao, walete toba, warejee kwa Mola wao. Usiku bora huo kuliko miezi 1000. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, malaika wanateremka katika usiku huo, na Jibril anateremka biidhni rabbihim min kulli amr, wanateremka kwa idhini ya Mola wao, wanakuja na kila amri iliyohukumiwa katika mwaka mzima. Na aya hii aliposema biidhni rabbihim min kulli amr, umeliona neno kulli amri napo? Neno kul na amr ndio limekuja pia katika ad-Dukhan. Ad-Dukhan imefanana sana na suratul Qadri. Hapa akasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, na katika ad-Dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin. Halafu huko imekuja malaika wanateremka min kulli amrin, na katika ad-Dukhan imekuja fiha yufraku kullu amrin hakim. Sasa vipi tena isemwe aya ya ad-Dukhan inahusu usiku wa kuamkia 15 Shaaban ndo usiku wa kasmatu riziki huo, wakati suratul Qadri na suratul Dukhan zinachukuana? Wa afdalu mufassirin lilqur'ani huwa alqur'anu nafsuhu, na kinachoifasiri Qur'ani kwa uzuri zaidi ni Qur'ani yenyewe. Kote inaanzalna na kote neno kullu amr, na ndio maana jumhurul mufassirin walio wengi wakasema siku ambayo makadirio yanapita ya mwaka mzima ni usiku wa Lailatul Qadr, na hiyo ndio kauli yenye nguvu. Na wala mtu asiambiwe kuna kasmatu riziki katika usiku wa nisfi ya Shaaban. Hapa ndo pana makadirio ya mwaka mzima. Hapa kullu amrin hakim, hapo katika usiku wa Lailatul Qadr, hapo ndo penye mambo makubwa sana. Usiku una mambo makubwa huo. Wallahi mu'min wa kweli lazima afike mahala aseme nilichokifahamu ni kidogo kuliko uhalisia, ina maana mimi nijipinde tu.
mwisho wa juhudi yangu nifanye. Malaika wanateremka na Jibril anateremka. Na kawaida malaika wanapoteremka huteremka kwa idhini ya Mola wao, hawaji tu ardhini, wala hawana kawaida ya kuja ardhini. Jibril ndo kabisa alikuwa anakuja ardhini kwa kazi maalum, hawaji ila kwa idhini ya Mola wao kwa jambo kubwa. Katika huo usiku mmoja ndani ya mwaka mzima ndio wanateremka hao. Wako malaika wanaokuja ardhini kikawaida kwa kazi zao walizopewa na Mola wao, lakini ujumbe huu uliozungumzwa katika sura hii ni ujumbe maalumu. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ni amani usiku huo mpaka alfajiri ichomoze. Hapa katika sura hii tuna neno laila na tuna neno alfajr. Laila mipaka yake inaanzia magharibi baada ya kuzama jua, inna anzalnahu fi laila. Na neno hata ghaiyatun, hata yenye kuonyesha mpaka, hata maana yake inaonyesha mpaka, ni amani usiku huo mpaka mwisho wake wa usiku ambapo ni alfajiri. Ina maana kuanzia almaghrib mpaka alfajiri wa usiku wote una thamani. Sio kabisa wanavyofahamu baadhi ya watu, kuna nyota ya jaha inapita. Kwanza jaha, labda nikwambie ni jah ni neno la Kiarabu, maana yake cheo na utukufu. Kwa kuna nyota ya utukufu inapita hiyo dakika 2-3 au sekunde kadhaa, tena umesadifia ukaomba dua, hapo ndo umefanikiwa. Imekukuta kwenye ibada hiyo umefanikiwa. Hapana ndugu zangu, hakuna mambo hayo. Ni usiku wote una thamani ya hali ya juu, kuanzia maghrib mpaka alfajr. Cha kwanza kukitengeneza katika usiku huo ni hiyo salatul maghrib ya jamaa, na hiyo al-isha hiyo itengenezwe vizuri hiyo, kwa sababu mja hajajikurubisha kwa Mola wake kwa kitu bora zaidi kuliko yale aliyofaradhishiwa na Mola wake. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi afdala mimma aftaradtuhu alayhi wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha. Ina maana kwanza faridha yenye thamani kwa alhadith alqudsi. Maghribi itengenezwe, isha itengenezwe, na sababu kubwa ya kutengeneza usiku huo ni adhkar almasa ambazo kila siku tutatakiwa tuzisome. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-layla fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udhu bika min sharri ma fiha wa sharri ma ba'daha. Kuomba usiku huo khairi yake, baraka yake, ufunguzi wake, nusra yake, khairi yake, hidayah yake, na ni dua kila siku, haihusiani na usiku wa Lailatul Qadr, lakini siku hiyo unaihitajia zaidi. Adhkar za jioni, amsaina wa amsal mulku lillah, mpaka unaimaliza mbele. Mwisho unakuja sema rabbi a'udhu bika minal kasal, Mola wangu nilinde na uvivu. Uvivu ni adui wa muumini. Uvivu ndio umewakosesha watu daraja za juu kuchuma katika Lailatul Qadr. Na kuna zile mtu anasoma la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd mpaka mwisho, huwa analindwa usiku mzima na sheitani. Na katika usiku huo hakuna atakayefanya amali bora kuliko yule aliyefanya ubaya. Hizo ni adhkar zimo katika kitabu cha Hisnul Muslim. Ayatul Kursi inamlinda mtu na sheitani na shari yake. Sheitani ana uadui mkubwa juu ya usiku huu na watu wanaotaka kufaidika nao usiku huo wenye thamani. Qul a'udhu birabbil falaq ni ulinzi dhidi ya shari ya sheitani. Haya ni mambo anatakiwa mje aombe. Anatakiwa aombe kila siku mtu, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Kwa sababu shaytan ni kawaida anamjia mwanadamu mbele, nyuma, kulia, kushoto, juu, chini. Na hiyo dua unamuomba Allah akulinde, Allah akulinde katika pande zako zote. Na amesema shaytani kwenye Qur'ani, nitawajia mbele, nyuma, kuliani, kushotoni mwao, wala tajidu aktharahum shakirin, wala hutawakuta wengi wao wenye kukushukuru. Adhkari za kinga, hifadha, kuwezeshwa ndani ya usiku huo ni jambo kubwa sana. Akautaja kwamba ni usiku mzima una amani, kwa hiyo na usiku mzima una fadhila. Kila sekunde yake moja katika usiku huo thamani yake ni kuliko dunia na vilivyo, na ukiipoteza umekula hasara kwa mamilioni mwanadamu. Lakini kila mmoja jitahidi kwa kadri yawezavyo.
na anayetaka kukesha usiku mzima, falahu wajhun, anayo nafasi ya kufanya hivyo, kwa sababu ziko akwali za wanavyoni wanasema ilipokuja hadithi kwamba mtume ahya lailahu ni kwamba usiku mzima, na tutakuja ziona riwaya zinaashiria kwamba mtume hakulala usiku katika 10 la mwisho. Ama Ramadhan kabla ya 10 la mwisho anasali na analala, lakini 10 la mwisho kalipania. Na hapo kuna kauli mbili, wako waliosema kwamba asimame mtu karibu na wote usiku huo, na wako waliosema adila zinakubali kuonyesha kwamba usiku mzima mtu akesha. Na maulama walifanya bidii na hima wakakesha. Khairi zinakadiriwa katika usiku huo, vifo vya watu, kuzaliwa kwa watu na mambo kadha wa kadha. Sasa waliosema kwamba hiyo suratul Dukhani inazungumzia kwamba usiku huo ni usiku wa Lailatul Qadri na sio usiku wa an-nisfi min Sha'ban, ni Mujahid, mwanafunzi wa Abdullah ibn Abbas ambaye amekufa katika sijda, Ikrima ambaye ni mufassir, Qatada na jumhurul mufassirin wanakuambia huo ni usiku wa Lailatul Qadr. Mtume sallallahu alayhi wasallam ilipoingia Ramadhan aliwaambia masahaba wake, inna hadha shahra qad hadarakum, hakika huu mwezi umekujieni huu, wa fihi lailatun khairun min alf shahr, na ndani yake kuna usiku mmoja bora kuliko miezi 1000. Man hurimaha faqad hurima alkhaira kullah, atakayenyimwa khairi ya usiku huo amenyimwa khairi zote. Wala yuhramu khairaha illa mahrum, wala hanyimwi khairi za usiku huo ila mstahiki wa kunyimwa. Tumeasikia hayo maneno vizuri ndugu zangu? Atakayenyimwa khairi ya usiku huo amenyimwa khairi zote, wala hanyimwi khairi za usiku huo ila mstahiki wa kunyimwa. Wananyimwa usiku kama huo watenda maasi. Dhambi ni kizuizi cha mema. Sufyanu Thawri, mwanachuoni mkubwa katika zama za Imam Malik, na inaelezwa kwamba alimzidi hata al-Imam Malik kwa elimu, isipokuwa Allah hakukadiria dhehebu lake kuendelea. Huyo anasema, adhnabtu dhanban fahurimtu qiyama al-layli 6 ashhur, nimefanya kosa moja tu nikanyimwa qiyamul layli miezi 6. Miezi 6 akanyimwa qiyamul layli kwa dhambi moja. Riwayati nyingine za tukio hili zinaeleza kwamba alipoulizwa kosa gani, anasema alilia mtu ndani ya sala, ikapita kwenye moyo wangu kwamba isije kuwa anafanya ria huyu. Kwa dhana hiyo Allah akamnyima qiyamul layli miezi 6. Na utadhania vipi wakati pengine hisia ya mwenzio kubwa katika qiyamul layli mpaka akaangua kilio, wewe una nafasi ya kumdhania vibaya badala ya kuathirika kama alivyoathirika yeye? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mwanachuoni kataja hilo kusudi ili tujue kwamba dhambi ndio pingu za watu zilizowazuia khairi nyingi. Huwa inatakiwa watu walete toba, wasawazishe nyoyo zao, walete istighfar na toba juu ya makosa yao, ili asije akawa ni vizuizi juu ya khairi hii kubwa. Shayatin wabaya, na wanafanya himma na juhudi ya hali ya juu mwanadamu asiipate khairi hiyo. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, atakayesimama usiku wa lailatul qadri imanan wa ihtisaban, akaamini malipo kwamba ni makubwa sana, na kwamba ujira na khairi yake imezidi ibada ya miezi 1000, ibada ya miaka 83 na miezi 4, akaamini malipo na akayataka kwa hamu kubwa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kwa masharti hayo yakitimia, huyu atasamehewa makosa yake yote yaliyopita. Wa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, na atakayefunga mchana wa Ramadhan kwa kuamini malipo na kuyatarajia atasamehewa makosa yake yaliyopita. Al-Imam Ahmad katika riwaya yake imekuja kwa ziada, wa ma taakhara, na zijazo, dhambi zijazo pia atasamehewa, si zilizopita. Ingawaje wako baadhi ulama wanasema kwamba kwa upande wa wanadamu wa kawaida, ukiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesamehewa aliyopita na yajayo, ni kwamba kila riwaya iliyokuja na tamko kwamba dhambi zilizopita na zijazo, basi neno zijazo itakuwa haina nguvu katika udhibiti. Lakini min babil fadail, na kujua thamani ya usiku huo,
na kwamba Allah ndiye mjuzi wa hakika yote, sisi hiyo riwaya tunahitaji mimbabil fadail, hasa kwa vile wako katika baadhi ya ulama wameikubali ziada hiyo. Katika Fathul Bari Ibn Hajar anasema inna hadhihi ziyada waqa'at fi hadithi Ubadah ibn Samit inda al-Imam Ahmad min wajhayn. Ziada hii imekuja katika hadithi ya Ubadah ibn Samit katika Musnad Imam Ahmad katika wajhi mbili, wa isnaduhu hasan, na isnadi yake ni hasan. Kwa hiyo mlolongo wa wapokezi kaupitisha Ibn Hajar kwamba ni hasan, na akatanabahisha kwamba katika kitabu chake cha Al-Khisalul Mukaffira lidhunubi al-muqaddima wal muakhara kwamba kaeleza turuk za hadithi hiyo Imam Ahmad kwa undani na ameieleza kwa kina kitabu chake hicho, mambo yanayofanya kafara ya dhambi zilizopita na zijazo. Na Al-Ghumari katika Asraru Siyam kasema isnadi ya ziada hii ni sahihi. Kwa ufupi, ndugu zangu Waislamu, ziada iliyokuja taja katika Musnad Imam Ahmad kwamba na yajayo katika madhambi yanasamehewa, bila shaka izidi kutupa hamasa na bidii ya kwamba usiku huo ni usiku wa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni usiku wa tauba huo, ndugu zangu, usiku wa vilio, ni usiku ambao kila mmoja ajipinde, na kwa sababu hatuujui lini, basi 10 lote watu wajipinde. Ni usiku ambao Ka'bul Ahbar anasema najidu hadhihi laylata fi al-kutubi hatutan tahuttu dhunub. Huu usiku tunaukuta katika vitabu vilivyopita, ni usiku unaodondosha dhambi. Katika vitabu kumbe mpaka vya Taurat na Injili umetajwa usiku wa Lailatul Qadri, na unaitwa al-hatut, yani tahuttu dhunub, unadondosha dhambi nyingi sana. Dhambi za waja zinadondoka. Usiku umebarikiwa mpaka malaika wanateremshwa ardhini. Tena Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa innal malaikata tilka al-laila aktharu fil ardi min adadi al-hasa, na hakika malaika katika usiku huo ni wengi zaidi katika dunia kuliko idadi ya changarawe za dunia nzima. Malaika washajaa ardhini. Kweli Muislamu ana nafasi ya kulala? Kweli moyo unampa? Na ndio maana kumi hilo alilipania sana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, na aliwaambia sama masahaba wake iltamisu, tafuteni. Riwaya nyingine taharrau, panieni. Riwaya nyingine utulubu, tafuteni kwa hamu kubwa hilo jambo. Utulubu lailatul qadri fil 10 al-awakhir min Ramadan, tafuteni. Tena kwa sababu ni jambo kubwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefika kuoteshwa, na hata masahaba walioteshwa, ingawaje ndoto ni kitu nyeti na kinataka hadhari, kwa sababu na sheitani naye huja na ndoto zake za kishaitani awadanganye watu juu ya Lailatul Qadr. Kinachotakiwa 10 lote tulifanyie bidii, kwa sababu ndoto za sahaba zilipitishwa na Mtume tukajua uhakika wake. Mtume alisema uritu Lailatul Qadr, nimeshaonyeshwa Lailatul Qadr. Nilionyeshwa, ina maana alikuwa akishaijua lini katika mwaka huo alionyeshwa. Thumma aiqadhani ba'du ahli, kisha mmoja kati ya watu wa familia yangu akaniamsha, fanisitu hani kausahau. Faltamisuha fil 10 al-awakhir, basi utafuteni katika 10 la mwisho. Hata masahaba hawakujua usiku gani hasa, haikutokea wakasadifia hilo jambo. Kila ilipotokezea hali kama hiyo, kilitokezea kizuizi ili watu wajipinde 10 lot, waonje ladha za 10 lot, kwa sababu qiyamul layl kikiambatana na kutafakari maana ukisomacho ndani ya sala, ukaathirika nacho ukakizingatia, athari yake ni kubwa. Mara moja Mtume aliwaambia masahaba, ara ru'yakum qad tawata'at fi 7 al-awakhir, na iona ndoto yenu imewafikiana nyote mloota nyie katika hizi 7 za mwisho. Faman kana mutaharriha, basi utafuta usiku huo, faliyataharraha fi 7 al-awakhir, au tafute katika 7 za mwisho. Na ikaja hadithi nyingine kwamba iltamisuha fil 10 al-awakhir, tafuteni katika 10 la mwisho. Fa in dha'afa ahadukum aw ajaz, kama atadhoofika mmoja wenu au kushindwa, fala yughlabanna ala 7 al-bawaqi, basi asishindwe kabisa. Ndio yughlabanna binuni tawkid, asishindwe kabisa katika zile 7 za mwisho, asije akashindwa.
kwa sababu ni kushindwa na shaitani huko. Na shaitani na nafsi ni vitu hatari, tunatakiwa tuvikalie kwa hadhari. Na riwaya nyingine imekuja fa in ghulibtum, ikiwa mshashindwa hapo nyuma, fala tughlabu ala sab'il bawaqi, msije mkashindwa katika 7 zilizobakia pale mwisho. Na alisema 7 pengine katika miaka hiyo, katika kipindi hicho kulingana na ndoto za sahaba, lakini ishasadifia zama zake kuamkia 21 ikawa ndio siku ya Lailatul Qadr. Kwa hiyo muislamu asije akacheza kabisa. Mtume anasema ihris ala ma yanfa'uk, kuwa na hamu, kuwa na pupa, uliendee lile ambalo lina manufaa na wewe, lijengee hamu. Jambo ambalo una hamu nalo unakuwa unashughulishwa nalo akilini, unajiandaa nalo vizuri, unaliombea dua, unalitolea sadaqat, unamnyenyekea Allah akupe, unaanza mapema kujipendekeza kwa Allah. Kuna watu washajiandaa Lailatul Qadr kutokea siku ya mwanzo ya Ramadhani. Pengine wengine washaomba dua wapewe taufiki juu ya hilo hata Ramadhani haijaingia. Wanasu fi dhalika darajat wa manazil, na watu katika hilo wako darajat na vyeo tofauti, na wanawezekana wawili wakahuisha usiku mzima wakatofautiana katika kiwango cha unyenyekevu na taathira ya usiku. Kullun ala qadri juhdihi wa jiddihi, kila mmoja ni kwa mujibu wa kiwango cha jitihada yake. Ihris ala ma yanfa'uk, Mtume anasema kuwa na hamu, liendee ambalo linakunufaisha katika dunia yako, sikwambia akhira yako. Liendee, kuwa na hamu, usisubiri qadar ikupeleke katika amali. Dini imekutaka tenda, fanya bidii, jipinde, halafu taufiki ya Allah itakuja sambamba na juhudi yako. Atakuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala, na vikitokea vizuizi atakulipa kwa sababu ulifanya bidii, ulifanya himma, uliomba, ulipania, ukajitahidi. Lakini alikuja maradhi usiku ule hujaupata. Lakini aghlab, mara nyingi mwanadamu huwezeshwa fi'lan, kivitendo hasa akaufanya usiku huo. Na kuna wanawake ambao zinawatokea ada zao za mwezi, hawawezi kusali na kusoma Qur'an katika usiku huo, lakini wanaweza kufanya dhikr, wanaweza kufanya istighfar, wanaweza kahuisha usiku mzima kwa tasbihat na a'mal. Wa min al-layli fasabbihu wa adbara as-sujud, kwa nyakati za usiku ni tasbihi pia na a'mal. Wanaweza wakaomba dua, wanaweza wakaleta tauba, wanaweza wakafanya a'mal. Ihris ala ma yanfa'uk, kuwa na hamu, liendele linalokunufaisha. Wasta'in billah, nataka msaada kwa Allah. Wala ta'jaz, wala usishindwe. Hayo maneno ya Mtume, wala usije ukashindwa, pambana. Baada ya juhudi zote hizo, ikija qadar tena usiseme lau ingekuwa kadha, ingekuwa kadha. Sema qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Sasa qadar iachilie, ni siri ya Allah hiyo. Wewe fanya bidii yako uliopewa na Mola wako, jipinde, fanya himma. Ista'in billah wala ta'jaz, usikubali. Na kitu kimoja kibaya sana kinachowakosesha watu taufiki na milango ya kheri ni mizozo, mijadala. Mijadala imekatazwa kwenye hija, itapoteza hajjun mabrur. Inaweza ikawa hija kifikhi ushaondoa jukumu, lakini hajjun mabrur haitaki ulimi utumike kwenye mijadala, mizozo ya mipira, mijadala katika mipira, pumbao, michezo, upuuzi, mauzo, biashara, madeni, mijadala. Ndio maana Allah asema faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Na katika siyam imekuja Allah, baada ya kutaja ujira mkubwa wa siyam, haufananishwi na amali nyingine, akasema basi itakapokuja siku ya funga ya mmoja wenu, fala yaskhab wala yujadil. Iko riwaya imekuja wala yujadil, wala asifanye mjadala. Masahaba walifanya mijadala na mizozo, ikaruka ilmu ya Mtume kujua usiku wa Lailatul Qadri lini. Mizozo hiyo. Ubadah ibn Samit anasema Mtume alitoka sallallahu alaihi wasallam aje atueleze usiku wa Lailatul Qadri lini. Anakuja kueleza sasa. Watu wote wengeweza kujua ni usiku huo, wakajipinda kisawa sawa. Kwa sababu kuna umuhimu wa kuujua pia. Uko umuhimu wa kuujua usiku huo kwamba ni huu. Hiyo ni taufiki ya ziada sasa. Kinachotakiwa misiku yote mtu ajitahidi ili awe kaupata. Lakini akiujua kuna khairi yake ya ziada.
hata yeye utendaji wake utakuwa mzuri wa umakini huyo mjane. Kwa hiyo Mtume alitoka aje atueleze, fatalaha rajulani minal muslimin, waislamu wawili wakagombana, ikawa sauti zimenyanyuka. Akasema kharajtum li ukhbirakum bi lailatil qadr, nimetoka je kuelezeni usiku wa lailatul qadri lini. Fatalaha fulanun wa fulan, lakini fulani na fulani wamezozana. Farufiat, ukanyanyuliwa, si ujui tena li wa asa an yakuna khairan lakum, na huenda ikawa khairi kwenu. Faltamisuha fi tasi'ati was-sabi'ati wal-khamisa, basi utafuteni kuamkia 29, 27, 25. Yani akakazia zaidi katika misiku ya witri. Naam, ndugu zangu, watu wanatakiwa wafanye himma na bidii, wazuie ndimi zao, wazuie maasi ambayo ni vizuizi. Na ndio maana Mtume alifanya i'tikaf ili azidi kuwa amefungika ndani ya mazingira ya malaika, mazingira ya kheri, nyumba ya Allah. Ukiwa nje ya i'tikafu utaona hili na lile la kuathiri moyo, la kuharibu jicho, tukio ambalo litaweza kuathiri ibada yako ya usiku na kukosesha taufiki. Ina maana usiku wa Lailatul Qadr uko usiku, lakini juhudi yake mpaka mchana inafanywa 10 kamili. Mtume kajifunga msikitini. Tena takuja iona hadithi, aliwahi kukaa mwanzoni kabla kujua iko 10 la mwisho, mwezi mzima wa Ramadhan, anautafuta usiku huo aupate, afanye bidii. Na alikuwa akikaa hiyo 10 haondoki hata kama ashaujua ni lini, kwa sababu ile i'tikafu nayo inatakiwa iendelezwe na ni sehemu ya shukrani kumshukuru Mola juu ya tawfik. Ya ayuha nas, enyi watu, innaha kanat ubinat li lailatul qadr. Riwaya nyingine hiyo juu ya wale waliozozana wawili, nilikuwa nimeshabainishiwa lailatul qadr lini, wa inni kharajtu li ukhbirakum biha, na mimi nimetoka nje kuelezeni. Fajaa rajulani yahtaqan ma'ahuma shaytan, wakaja watu wawili wanazozana juu ya haki ya deni baina yao. Ma'ahuma shaytan, lakini shaytani yuko pamoja nao, ndo alowatia kwenye mzozo ule. Kashajua nikiwatia kwenye mzozo huu kuna khairi itaruka huko. Na hakuna bidii anayoifanya shaytani kama hiyo bidii inayofanyika katika usiku wa Lailatul Qadr. Mchana wa Arafa na usiku wa Lailatul Qadr, viwili hivi ni pigo kwa shaytani. Hajaonekana dhalili shaytani kama mchana wa Arafa, kwa sababu anaachwa huru na jahannam watu, na anataka mchana ule wasiupate na usiku wa Lailatul Qadr wasiupate watu. Mpaka ndoto za uongo zinaweza zikatengenezwa na yeye, mpaka wengine wakapewa hisia ya kuona kwamba mbona naona vitu sio vya kawaida, kumbe ni mtego wa shaytani. Hasa wale ambao wanazipokea zile hisia, wanazikubali. Akahisi kuna siku fulani hivi anatikiswa usiku, na anahisi hivi hisia za ajabu ajabu, anaona rangi fulani mbinguni, na wako wanaoeleza mambo kama hayo. Mitego ya shaytani ni mikubwa. Shaytani yuko tayari akukurupue hasa kuonyesha kwamba leo ndio uje uabudu ili kesho ulale tena na siku zote. Halafu tena ule siku wenyewe ukija ukaukosa. Shaytani yuko tayari uipate ibada ndogo akukoseshe kubwa. Ukipata tone lakini ukakosa bahari, yeye anapenda hilo. Ana juhudi kubwa anaifanya kupitia shahawat au shubuhat. Ima atakutia matamanio ule vizuri sana magharibi, na kumila mwisho kushiba magharibi ni hatari, na kuvimbiwa ni hatari zaidi. Kushiba sana ni hatari, na kuvimbiwa ndio umezidi kali. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliifanya kumila mwisho kula yake ndogo, na asha yake kula yake ya usiku aliiweka daku, kusudi akeshe na tumbo tupu, kwa sababu tumbo kadiri ikiwa tupu moyo ndio unajiatakwa. Na ndio maana kwenye siamu ikasema la'allakum tattaqun, kumila mwisho alilifanyia bidii ya juhudi hadi juu. Kwa hiyo watu wawili wamegombana, alikuwapo shaytan pamoja nao, fanusituha, nishasahaulishwa. Basi tafuteni kumila mwisho la Ramadhan. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumi hilo la mwisho alijitahidi, mpaka Aisha akasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fil ashri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Mtume alikuwa akijitahidi katika kumi la mwisho jitihada asiyoifanya katika makumi mwingine. Tena ikaja hadithi nyingine, Aisha anasema ilikuwa Mtume ada yake idha dakhala al-ashru, kumi likiingia, shadda mi'zara, anakaza mkaja wake, wa ahya layla, na anahuisha usiku wake, wa aiqadha ahlah, na anamsha familia yake. Anakaza mkaja, pana tafsiri mbili hapa. Anajitahidi ziada zaidi ya makumi mawili ya mwanzo ya Ramadhani.
Tafsiri ya pili, anajitenga na wake zake, anakaa msikitini 10 kamili lile, kwa sababu kuwa karibu na mke pia ni hatari. Yanaweza akaja matamanio yakasababisha mtu akose ukamilifu wa kheri ya ile ibada, kwa sababu atajichosha. Matamanio ya tumbo au ya utupu katika 10 la mwisho ni hatari sana, yanaweza akamkosesha mtu kheri kubwa sana hii. Matamanio ya halal, lakini akamkosesha mtu jambo kubwa. Shetani anapenda mwanadamu afanye tawassu katika almubahat, ajitanue katika mubahat ili akose kheri kubwa kama hii. Kwa Mtume alikuwa akikaza mkaja, anafanya bidii na anafanya himma, anafanya tashmir, yani hakukubali hata kidogo. Sasa Fathul Bari Ibn Hajar anasema neno ahya lailahu manake sahirahu fa ahyahu bi taa, amekesha usiku mzima akauhuisha kwa taa. Ndio hadithi ya mama Aisha, ahya lailahu, hadithi ambayo muttafaqun alayhi, amehuisha usiku kwa taa. Sasa unajua kwa nini Mtume katumia neno ahya au mama Aisha akatumia neno ahya? Anasema ahya ina maana mbili. Ahya lailahu, kwanza kauhuisha usiku, lakini pia wa ahya nafsahu bisaharin fihi, kauhuisha nafsi yake kwa mkesha, kwa sababu aliyelala si huwa ni kama maiti, kulala ni mauti madogo ati. Kwa hiyo Mtume alihuisha nafsi yake, maana yake hajiruhusu ife kifo kidogo, kwa sababu kuwa macho ni uhai na kulala ni aina ya kifo. Kwa hiyo ahya lailahu maana yake ahya nafsahu fi tilka al-laila. Kahuisha vipi? Bisahar, kwa mkesha. Akasema Ibn Hajar, li anna an-nawma akhul mauti, kwa sababu kulala ni ndugu yake kifo. Na halafu ukijiachia ukalala, hujui utaamka saa ngapi. Sasa li anna an-nawma akhul maut wa yahtamilu ihya al-layli kullihi, na inawezekana hadithi hii imekusudia kuhuisha usiku wote, au ihya'i ghalibihi, au kuhuisha karibu na wote. Lakini usiku wote ndo kauli aliyoitanguliza kuliko kauli ya kusema karibu na wote. Kwanza ukilala kidogo, yawezekana isiwe kidogo tena, ukaendelea ukakata nusu ya pande la usiku, tayari umelala. Kwa ufupi, ndugu zangu Waislamu, huo usiku wenyewe hasa ukija huja na inshirahu sadr, moyo wenyewe unafunguka, moyo unafunguka, unyenyekevu unakuwa karibu kwa yule aliyepewa taufiki. Sasa ukichukua hadithi ya mama Aisha nyingine, ndio ina ishara ya kwamba 10 la mwisho alikuwa halali lote, kwa sababu imekuja hadithi hiyo ambayo isnaduhu muqarib kama alivyosema Ibn Rajab al-Hanbali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala Ramadan qama wa nam, ilikuwa Mtume Ramadhani ikiingia anasimama na analala. Fa idha dakhala al-ashru, linapoingia 10 la mwisho. Yaangalia haya maneno tu, ilikuwa Ramadhan ikija anasimama na analala, yani sehemu nyingine anasimama usiku na iko nyingine analala, kwa maana kwamba hahuishi usiku mzima. Sasa tazama alivyoyageuza maneno, fa idha dakhala al-ashru, linapoingia 10 sasa, shadda al-mi'zar, anakaza mkaja, wajtanaba an-nisa, na anaepuka wake zake, waghtasala baina al-adhanain, na anaoga baina al-adhanain. Ibn Rajab katika Lataif al-Ma'arif anasema alikuwa anaoga baina maghribi na isha Mtume. Ina maana na kiwiliwili anakihuisha kwa maji, kwa sababu maji yanahuisha mwili. Na tazama inavyotakiwa iwe sasa usiku ule. Usiku ule inatakiwa uoge, na ikibidi hata uoge kwa mara ya pili baada ya masaa yake kukatika, au mara 3 kuchangamsha mwili. Maji ya nje ya mwili yanauamsha mwili, maji ya ndani ya mwili yanaulaza mwili. Wanasema kunywa maji kunasababisha istirkhaul a'sab, yani mishipa kuregea ya kichwa, na hatimaye usingizi unaweza ukaja. Kwa asikithirishe kunywa maji mtu sana usiku, lakini anywe kwa haja. Al-Imam Nawawi alizawadiwa kitango tu usiku, akasema hofu kula kitango hichi kwa sababu kisije kafanya tartibul jism, kikatia urutuba kwenye mwili wangu. Kichwa kikavu ndo cha mkesha, na rutuba inafanya ulaini, istirhau a'sabil mukh, na hapo mwanadamu anaweza akalala. Na wameyasema wanavioni hayo kwamba kunywa maji kunaregeza mishipa ya kichwa, na hatimaye anaweza mtu akalala akinywa kwa wingi. Kwa maji ya nje yanahuisha,
maji ya ndani yanalaza, na kitango kina tabia ya kulaza umumunye. Kwa hiyo walikuwa makini watu waliopita kutengeneza sababu za mkesha wa usiku. Kwa Mtume alikuwa anaoga. Na jengine alolihusisha katika 10 la mwisho, waja'ala al-ashaa sahura, na chakula cha usiku akakigeuza kuwa ni daku. Kwa kama alikuwa anafungua kinywa kidogo, ile baadaye ajiale tena usiku, ile katika 10 la mwisho ilikuwa hakuna, kwa sababu tumbo tupo ndo linakubaliana na mkesha na unyenyekevu. Na aliyeshiba akavimbiwa na gesi zikamjaa, huyu hana raha ya qiyam wala hayuko karibu na kilio, kwa sababu kujaa kwa tumbo kunatia ugumu wa moyo. Huo ni usiku, ndugu zangu Waislamu, waliupania wakafanya bidii na himma. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya i'tikaf mwanzoni kabisa Ramadhani nzima. Hadithun sahih amepokea Bukhari na Muslim kwa tamko la Muslim. Abu Sa'id al-Khudri anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya i'tikaf, kajifunga msikitini, hakutoka 10 la mwanzo la Ramadhani. Kisha akafanya 10 la kati na kati. Alikuwa yuko kwenye qubatin turkiya ala suddatiha hasir, ilikuwa kama hema lake kaekewa msikitini, kihema kidogo yumo ndani. Na hii inaonyesha kwamba i'tikaf ni ibada ya faragha, na sala za usiku ni ibada za faragha. Kwa kadiri inapoenezwa ibada hii ya i'tikaf ikafanyika misikiti tofauti na watu wakawa faragha kwa katika msikiti ulio karibu na nyumba zao, ni aula kwanza utahamasisha walio katika mtaa pale na wao kuhuisha, kuliko kusikia kwamba kuna msikiti fulani huko karibia kuna ijtimai huko ya umma unakusanyika, faragha ikakosekana. Ina maana ya kwamba na wengine hawavutiki walio katika mitaa tofauti, lakini akitokea wa kwanza akaonekana yupo, na wengine watahamasika watu wa mtaa ule wa msikiti ule, na aula iwe msikiti ambao unasaliwa Ijumaa. Khairi hii enee isambae na watu waieneze, kila mmoja aone kwamba na haja ya kulifanya ili katika msikiti wao khairi hii, kwa sababu ni ibada ya faragha. Kila mkiwa wachache ni aula. Mtume yuko katika hema, leo tutapiga vipi mahema msikitini? Mpaka labda wewe msikiti mkubwa, mazingira na ruhusa yametayarishwa kwa kihema chake, anafanya ibada humo, anatoka mida ya sala, lakini sala za usiku, sala nyinginezo, usubuhi, mchana, yumo humo, anatoka kwa ajili ya kusalisha na anarejea ndani ya msikiti. Na kile kilango cha hema hilo kilikuwa ni mkeka, akauchukua mkeka, yuko mwishoni tena mwa 10 la pili, kashaka 10 la mwanzo msikitini lote na 10 la pili, akauweka pembeni ule mkeka, akachomoza kwa kichwa chake, akasemesha watu, akamkurubia wote masahaba ambao wako naye katika i'tikaf. Akasema inni i'takaftu al-ashra al-awwala altamisu hadhihi al-layla, mimi nimekaa 10 la mwanzo na utafuta usiku huo. Thumma atakaftu al-ashra al-awsat, kisha nikakaa 10 la kati na kati. Thumma utitu, kisha nikajiwa nikaambiwa hivi, innaha fil ashri al-awakhir, hicho ndio kitafuta kiko katika ile 10 la mwisho. Na Allah hakumwambia mtume wake, alishajua mapema itakuwepo 10 la mwisho, lakini alimwacha 10 la mwanzo la pili kwa hikma nyingi, ikiwemo hikma hii kwamba leo itoke kauli hii muisikie kwamba nabii wetu kakaa 10 yote mawili anatafuta Lailatul Qadr, na ikabidi aendelee la 3, si 11 tu tutatushinda. Kajipinda. Ni kawaida yeye usiku kila siku uko kwenye qiyamul layl, lakini kwa ajili ya usiku huu alijipinda ziada. Ina maana mwezi huo ulikuwa wote ni kujipinda. Sasa akaambiwa iko 10 la mwisho, akasema anayependa miongoni mwenu kufanya itikafu afanye itikafu na mie. Kamaliza maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakafanya itikafu naye, na akawaambia nimeonyeshwa kwamba itakuwa ni usiku wa kuamkia witri na nitasujudu asubuhi yake katika udongo na maji. Mpokezi wa hadithi hii alikuwepo, hayo matukio yote kayashuhudia Abu Sa'id al-Khudri. Anasema akaamka asubuhi kuamkia mwezi 21. Ina maana ile jioni ile kabla ya kuzama jua, mu'takifuna wakiingia tu inatakiwa jua siliwazamia wako msikitini, basi usiku ule ule asubuhi yake awe kishapumzika huko asubuhi nyumbani vizuri, asije kwa kenda mabio na jua la mchana akajichosha akaukosa usiku ule.
Ile jioni unaingia, ujue siku hiyo ushajitayarisha vizuri, ushakuja na zana zako, ushaumaliza usingizi kwa ajili ya mkesha. Na ndio kwanza unaingia msikitini, huja uzoea msikiti vizuri. Kwa maana hiyo, kama hukujipanga hapo, usiku huo unaweza ukakupiga chenga, ndio ukao wenyewe huo. Ikawa kuamkia 21. Natazama rahma za Allah, kashafanya bidii na masahaba 10 la mwanzo la pili, akawekea mara tu baada ya kuingia 13. Anasema Abu Said, akasimama kutusalisha Mtume, ikanyesha mvua, msikiti ukavujisha, fa absartu tina wal ma, nikaona udongo na maji. Fa kharaja hina faragha min salati subhi wa jabinuhu wa rawnatu anfihi fihi matin wal ma. Mtume anamaliza sala yake, anatugeukia, ashamaliza sala, kipaji chake cha uso na ncha pua yake vyote viwili vina udongo na maji. Tahamaki, ikawa ni usiku wa kuamkia 21 kwa mwaka huo, ili sadifia 21. Maulama wanasema unahamahama huo usiku, na si lazima uamkie witri, lakini mara nyingi itakuwa kuamkia witri, ingawaje na hiyo witri yenyewe ina ikhtilafu. Wengine wanaona zile nambari za kuamkia shufu ndio witri kwa kuhisabia mwisho, ikiwa mwezi umefika siku 30, ikiwa ni siku 30 wanaona ile 22 ndio witri, na kuamkia 24 ndio witri. Sasa sio witri tena zile tulizozoea mimi na wewe. Kauli ya pili ya wanavyoni wanasema, kwa sababu iko hadithi inasema fi thalithatin tabqa fi khamisatin tabqa, kwa kutumia neno tabqa, usiku wa 3 uliobakia, wa 5 uliobakia. Sasa anasema ukiangalia usiku wa 3, wa 5, wa 7 uliobakia, neno kubakia linamaanisha kwamba tuhesabu kuanzia mwisho. Sasa mpaka nayo itirenyesha kwa ina mzozo sasa baina ya ulama. Ina maana wewe 10 lote tu ujitahidi. Kuna wengine wao wanasema usiku mmoja tu ndo wanajitahidi kuamkia 27. Kweli kauli za wanavyuoni wanasema kuamkia 27 ndio unaotarajiwa zaidi kuliko wote. Na ina maana tuichukue hiyo fursa, tujipinde kweli kuamkia 27. Lakini si lazima iwe hivyo, kwa sababu ni hadithun muttafaqun alayhi ya Bukhari na Muslim, na iliamkia 21. Na ndio maana kauli yenye nguvu ya wanavyuoni wanasema msikiti hiyo huo usiku unahamahama. Unahamahama. Watu wafanye bidii. Na wanavyuoni wametofautiana. Wengine wanaona kuamkia 24. Tena wanaona miaka yote kuamkia 24. Ibn Abbas anasema iltamisuha fi 24, utafutieni kuamkia 24. Yana anaona ni 24 tu. Alikuwa akifanya bidii. Kwa hiyo watu wamekuwa na miono tofauti. Yani kuna kauli nyingi kweli za maulama kuiainisha usiku gani utakuwa usiku wa Lailatul Qadr. Lakini kauli yenye nguvu ni kuamkia 27 ndo unatarajiwa zaidi. Sio ndo hakika, arja laila, usiku unaotarajiwa zaidi ni kuamkia 27. Bwana Zir ibn Hubaysh anasema nilimuuliza Ubay ibn Ka'ab, nikamwambia huyu ndugu yako Ibn Mas'ud huyu, yeye anasema atakayesimama mwaka mzima ataupata tu usiku wa Lailatul Qadr. Asimama mwaka mzima katika ibada ataupata tu, ndio humo ndani ya mwaka. Akasema Allah mrehemu Ibn Mas'ud, kataka watu wasijiachie wakaiacha qiyamul layli kawa ndani ya Ramadhani tu, ndio alivyotaka. Lakini anajua fika huyo Ibn Mas'ud kwamba ni Ramadhani tu. Hadi maneno anasema Ubay ibn Ka'ab, sahaba mwenziwe, akasema wallahi na hapa kwa yule ambaye hakuna mwabudiwa ila yeye, hiyo imo ndani ya Ramadhani, tena imo kwenye 10 la mwisho, tena ni usiku wa kuamkia 27. Huo ni muono wa Ubay ibn Ka'ab. Kisha akaapa, akasema huo ni usiku wa kuamkia 27. Nikamuuliza kwa lipi ukasema hivyo ewe baba yake al-Mundhir? Akasema kwa alama ambayo Mtume alitueleza kwamba usiku ule ndio jua linachomoza halina miale asubuhi yake. Hiyo ni hadithi ya Sahih Muslim, na huo ni muono wa sahaba huyu. Lakini maulama wanasema inabadilika. Hasa tushaiona na hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri pia muttafaqun alayh. Ibn Khuzaima anasimulia kutoka kwa Zir anasema laula sufahaukum, lau kama si wapumbavu wenu, la wada'tu yadi fi udhuni, ningeweka mkono wangu sikioni mwangu, ningetia kidole halafu nikanadi inna lailatal qadri 27, hakika lailatul qadri ni 27, ningetangaza hivi. Naba'u man lam yakdhibni an naba'i man lam yakdhibhu, hiyo ni taarifa ya ambaye hakuniambia uongo
kaambiwa na ambaye hakumwambia uongo. Kaniambia taarifa hiyo sio muongo Ubay ibn Ka'ab, na alomwambia yeye si muongo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Zirra anasema angetangaza yeye. Ibn Umar anasema Mtume amesema tafuteni usiku wa Lailatul Qadri, atakayeutafuta faliyataharraha fi lailati 27 au tafute usiku wa kuamkia 27, na hiyo ni hadithi sahihi, imo ndani ya Sahihul Jami'. Lakini wanaviona anasema akasema hivyo ili watu wafanye bidii ya ziada tu, haina maana kwamba lazima iwe ni usiku huo. Lazima kuja riwaya zenye kuonyesha hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, watu wafanye bidii na himma. Wengine wanaona ni usiku wa mwisho, na imekuja hadithi sahihi imo ndani ya silsilatu sahiha, Sahihul Jami'. Mtume anasema iltamisu lailatul qadri fi akhir lailati min Ramadan, utafuteni usiku wa Lailatul Qadri katika usiku wa mwisho wa Ramadhan. Anayo hadithi nyingine sahihi. Ndio hapo wanavioni wakasema watu wafanye himma na bidii, watu wajitahidi. Usiku gani anaujua Allah? Alama zake ni zipi? Alama zake ni zipi? Kuna alamatu alasiqa wal alamatu lahiqa, alama zilizogandana na usiku wenyewe, na kuna alama zinazofuata baada ya usiku kupita. Alama zilizoambatana na usiku wenyewe, hali ya hewa. Usiku hauna joto wala baridi, ni hali ya hewa nzuri. Wewe mwenyewe tu usije ukajichafulia hali ya hewa ukakosa kipimo. Ukiwasha AC kali utaona baridi, utasema ndio au sio? Utasema sio sababu una baridi kali. Ukifunga madirisha yote ukatengeneza joto, utasema usiku una joto huu utakuwa sio huu. Umeharibu wewe mwenyewe. Lakini jiweke katika mazingira asilia, uipate hali ya hewa asilia, upepo upite, itakuwa ndio kipimo cha kujua katika upande wa hali ya hewa hiyo. Lailatul Qadri samhatun talqa, usiku wa Lailatul Qadri ni usiku laini, usiku mwanana, hauna shida, la haratun wala barida, hauna joto wala baridi. Halafu akaitaja alama inayofuata baada ya kuitaja alama iliyoambatana na usiku. Alamatu lahiqa baada alamati lasiqa, alama inayofuata baada alama iliyo ndani ya usiku wenyewe. Akasema tusbihu shamsu sabihataha dha'ifatan hamra, asubuhi yake linachomoza jua jekundu halina miale. Jekundu la ajabu ndugu zangu, linaongeza yaqini jua hilo kwa atakayeliona. Imani inapanda, yaqini inaongezeka. Mja ndani ya moyo atasema sadaqa Rasulullah, akiliona ile jua na jana yake na juzi yake kashafatilia, na ya kesho yake kashafatilia, sio akaliona hilo lenyewe hilo. Allahu akbar. Tena baadhi ya miaka linachomoza kubwa la ajabu, jekundu unalitazama haliumizi macho, jua la ajabu. Na katika alama za usiku wake, la yurma fiha binajm, haichukuliwi nyota akarembewa nayo shaytan. Si ni amani usiku mzima, salamun hiya hatta matla'il fajr, utakuta kuna kitu angani hivi kama nyota amerembewa shaytan. Na katika alama ya siku yake sasa, jua linachomoza halina miale. Tena Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika riwaya nyingine, halina miale wakati linachomoza hata tartafi, mpaka lipande. Likishapanda tena juu baadaye lageuka kwa la kawaida. Lakini mwanzo wa kuchomoza kwake na ndo kwanza linapanda panda, jekundu la ajabu. Riwaya nyingine akasema mithlu tasti hata tartafi, linafanana na tast mpaka lipande. Tasti ni chombo cha shaba nyekundu, maana shaba ziko namna mbili. Mimi naizungumza shaba ya rangi nyekundu, sio ile ya njano. Zamani kulikuwa na chombo kama birika hivi la shaba nyekundu, halafu lina kama bakuli lake kwa chini, wakitumia watu kunawishiwa mikono wakati wa dhifa na chakula. Sasa lile la chini ndio linaitwa tast, duara lile, na ile rangi yake ilivyokuwa nyekundu, lile ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam kalifananishia jua hilo la Lailatul Qadr, jekundu ndugu zangu. Na ziko alama wanaviona wamezitaja nyingine zinahusu dhati yako. Sasa iache hali ya hewa ilo nje na jua liko nje ya mwili wako, ndani ya dhati yako kuna alama ya inshirah. Siku hiyo utaona moyo umefunguka, machozi yako karibu, Qur'an inakuchukua ziada, athari yake kubwa. Lakini usitosheke, pengine ya mbele yake itakuja na inshirah kubwa zaidi. Inawezekana moyo unatayarishika mapema huko, inaweza kaja hiyo mbele yake ndio ikawa zaidi. Sasa ya siku ya Lailatul Qadri yake inakuwa ndio zaidi kuliko zote zilizopita na zijazo. Kikawaida kwa mtu ambaye ana ada ya amal, siku ile inazidi inshirah,
moyo unafunguka, ukaribu unasikia, ladha ya nafsi, huna huzuni siku hiyo. Kama ni huzuni juu ya akhira tu, ayat za akhira, athari yake inakuwa kubwa siku hiyo. Mama Aisha alimuuliza, ya Rasulullah, araaita in alimtu aya lailatul qadr, hebu nieleze kama nitaujua ni usiku gani huo, ma akulu fiha, nseme nini? Akaambiwa, sema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ewe Mola wangu mwingi wa kusamehe, unapenda kusamehe, basi nisamehe. Msamaha ni kitu kikubwa jamani. Makusudio makuu ya Ramadhan ni msamaha. Hata hiyo hadithi iliyosema atakayesimama lailatul qadri imeahidi msamaha wa dhambi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Na hata siamu yenyewe imeahidiwa msamaha wa dhambi, na hii dua imekuja kwenye huo msamaha. Kusamehewa ndio shani, ndio jambo kubwa katika Ramadhan, na hususan katika lailatul qadr. Ewe Mola wangu, innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni, ewe Mola wangu wewe ni mingi wa kusamehe, unapenda kusamehe, basi nisamehe. Unapenda kusamehe Mola wangu, nisamehe. Tena aombe kwa hisia, alete tauba. Na toba inatakiwa, kila dhambi inataka toba yake. Ndivyo alivyosema Imam Nawawi rahmatullahi alayhi. Taja dhambi yako uliyofanya mbele ya Mola wako katika dua yako, ilete tauba, itaje na hiyo nyingine. Usije ukafanya toba jumla jamala, iwe reja reja, taja madhambi yako. Mwanadamu ujikumbuke kuume. Maana Allah ametaka dhambi lazima iunguze moja kati ya miwili. Ima iunguze moyo duniani kwa majuto, au ikaunguze mwili akhira. Wa izzati wa jalali, hadithi nasema, na hapa kwa utukufu wangu na ukubwa wangu, la ajma'u ala abdi amnayn wa khawfayn, simkusanyi mja wangu amani mbili na hofu mbili. Amani duniani na amani akhera. Yani duniani kwa furahani, haniogopi, haimuumi dhambi, yeye anaishi tu kicheko, kajiachia. Halafu nikampe amani akhera, hiyo haipo. Yani uadilifu wa Allah umekataa hilo jambo. Simkusanyi mja wangu amani mbili na hofu mbili. In aminani fi dunya, akijiaminisha na mimi duniani, akhaftuhu yawm al-qiyama, nitamtisha siku ya kiyama. Wa in khafani fi dunya, na akiniogopa duniani, amantuhu yawm al-qiyama, nitampa amani siku ya kiyama. Sasa mwanadamu achague mwenyewe, hofu ya muda mfupi, amani ya milele, au kinyume chake. Kwa ni usiku wa toba huo, usiku wa kurejea kwa Allah. Usiku gani? Ndio tuufanyie bidii. Ibn Hajar anasema maulama wametofautiana juu ya kuainisha usiku wa Lailatul Qadri juu ya kauli nyingi, mpaka tukapata sisi, Ibn Hajar anasema, kupitia madhahibi ya wanavyoni zaidi ya kauli 40. Zaidi ya kauli ngapi? 40. Hebu ufikiria, kama kuna kauli zaidi ya 40, ni upi huo usiku? Ina maana ya kwamba hapo watu wafanye himma na bidii. Watu wafanye himma na bidii, lote wafanye jitihada. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yuko jela mwaka wa 607. Mwaka wa 607 amefungwa katika jela hiyo, ndani ya ngome kubwa inaitwa Qal'atul Jabal. Akaulizwa kule fatwa kuhusiana na usiku wa Lailatul Qadr. Akasema alhamdulillah, Lailatul Qadr iko katika 10 la mwisho la Ramadhan, na inakuwa katika witri katika siku hizo. Lakini witri yakunu bi'tibari madhi, inaweza ikazingatiwa kwa kuangalia hisabu kutokea nyuma, yani ulipoanzia siku. Fatatlubu, kwa maana hiyo utaitafuta Lailatul Qadri 21 wala lailata 21 wa lailata 23 wa lailata 25 wa lailata 27 wa lailata 29 kwa mkia 21, 23, 25, 27. Wa yakunu bi'tibari mabaqi, na pia witri inakuwa wakati mwingine inahesabiwa kwa kuzingatia idadi ya mwisho iliyobaki kule. Na maana unaanza kuondokea kule mwisho wa mwezi, sio mwanzo wa mwezi, ndio utaanza kuhesabu. Kwa nini akasema bi'tibari mabaqiya? Kwa sababu neno al-baqa ndio alilotumia Mtume katika hadithi nyingine. Akasema kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Lailatul Qadri kulli tasi'atin tabqa li khamisatin tabqa li thalithatin tabqa. Usiku wa 9 uliobakia. Unajua usiku wa 9 uliobakia ni upi? Ni kuamkia 21. Ndio usiku wa usiku wa 5 uliobakia, usiku wa 3 uliobakia. Usiku wa 9 uliobakia ni usiku wa kuamkia 22.
Akasema hivi, fa'ala hadha idha kana shahru 30, kwa kujengea kauli hii basi hadithi hii iliyokuja neno tabqa, ikiwa mwezi ni siku 30, yakunu dhalika layali al-ashfa', ina maana zile ni siku ya kuamkia shufwa, ile ndio ni siku ya kuamkia witiri. Kwa maana hiyo usiku wa kuamkia 22 ndio usiku wa 9 uliobakia. Hebu weka hesabu utakuta hivyo. Usiku wa 22 kuamkia 22 ndio wa 9. Kwa sababu wa kuamkia 23 ni wa 8. Wa kuamkia 24 ndio wa 7. Wa kuamkia 25 ndio usiku wa ngapi? Wa 6. Tumeelewana vizuri? Usiku wa 6 uliobakia ni ile mpaka unaupata usiku wa kwanza ni ule wa kuamkia 30. Sasa basi usiku wa kuamkia 22 ndio usiku wa 9 aliyosema Mtume umebakia huo. Kwa sharti iwe siku za Ramadhani 30. Uitirishage ukihesabia mwisho. Zilizokuwa shufwa ndio uitiri sasa. Akasema na usiku wa kuamkia 24 ndio usiku wa 7 uliobakia. Wa hakadha fasarahu Abu Sa'id al-Khudri fi al-hadith sahih, na hivyo ndivyo alivyofasiri Abu Sa'id al-Khudri katika usiku sahih, katika hadithi sahih. Na ndio maana Mtume lote akafanya bidii. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kauli yenye nguvu ni ule usiku wa kuamkia 27 ndio unaotarajiwa zaidi, lakini si lazima uwe uko pale. Na huu ni usiku al-Imam Nawawi anasema wamekubaliana wanavyuoni wote wanaozingatiwa kwamba upo na utaendelea mpaka mwisho wa dunia, kwa hadithi sahihi. Kwa sija akakwambia mtu haupo tena bwana usiku wa Qadr, ilikuwa mambo ya zama za Mtume. Wewe hujasikia bana hadithi ile farufi uliondolewa yeye kujua baada ya kuzozana watu wawili. Na ndio maana akasema basi utafuteni na huenda ikawa kheri kwenu. Yaani mimi kujua siujui tena kwa hii mizozo yenu. Waligombana juu ya deni bwana watu wawili, sauti zikanyanyuka msikitini. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, wajue wafanyaje itikafu msikitini, mizozo ndani ya msikiti, malumbano, kelele, dhambi yoyote inaweza ikazuia kheri hii na mwanadamu akanyimwa, akajikuta siku hiyo amelala na kheri imempita. Huo ni usiku una baraka na kheri nyingi na faida zake kubwa sana. Kuna hadithi ya Sahih Muslim, hadithi ya Abu Huraira, imekuja kwa tamshi hili, man yakum lailatul qadri fayuwafiquha, atakisimama lailatul qadri akapata muwafaqa. Riwaya nyingine imekuja man qama imanan wa ihtisaban thumma wuffiqat lahu, atakayesimama kisha wuffiqat lahu. Ilo neno wuffiqat, An-Nawawi anasema maana yake akajua sasa usiku wa qadri ndio huu. Tafsiri moja wapo. Tafsiri ya pili kasadifia kuupata hata kama hajaujua. Hiyo ni tafsiri ya pili. Ina maana kuna tafsiri mbili za wanavyoni. Ndio nikasema pia kuujua ni muhimu kwa kuzingatia alama. Kwa faida ya kwanza kwamba utakuwa umeingia kwenye hadithi hiyo, kauli moja wapo ya wanavyoni walioitaja, na faida ya pili ni kwamba utafanya vizuri. Na hata Aisha alikuja huko kwenye kuugundua. Sasa unaonaje kama nitaugundua sasa? Ya Rasulullah, nini niseme? Akamwambia sema hayo maneno. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kheri zake ni nyingi usiku huo. Lakini uchache wake, anaweza mtu akawa ameumwa, amemshinda qiyam. Pia ajipoze akiwa ameipata salatul isha na alfajiri kwa jamaa. Ash-Shafi'i anasema katika kitabu cha Al-Qadim, yani katika Al-Qadim amesema kauli yake Al-Qadim, man shahida al-isha wa subha, basi ameipata subhi ya lailatul qadr, lakini faqad akhadha bihadhihi minha, huyo ameshapata hisa yake. Naye huyo kapata alfajiri na isha, alhamdulillah, ana khairi tofauti na usali kabisa. Na Al-Ghumari anasema, Imam Malik katika Muwatta anasema, imenifikia taarifa kwamba Sa'id ibn Musayyib amesema atakayeshuhudia salatul isha katika usiku wa Lailatul Qadri kwa jamaa amepata hisa yake katika usiku huo. Kwa sababu zote ni amali hizo, tena hizo faradhi ndio zipambwe zaidi. Lakini anayetaka ukamilifu ndio ajipinde usiku huo. Lailatul Qadri ndugu zangu una thamani kubwa. Mpaka wanavioni wakasema Lailatul Qadri na usiku wa Isra upi bora zaidi? Maana tuna misiku miwili tumetajwa kwenye Qur'ani, yote ina thamani. Huko akasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, na kule akasema subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan. Sasa usiku wa Isra nao ni usiku. Sheikhul Islam rahmatullahi alayhi akasema usiku wa Isra kwa upande wa mtume ni mtukufu zaidi kuliko Lailatul Qadr.
kwa sababu hisa yake aliyoipata na khairi zake katika usiku ule ni mkubwa zaidi. Na usiku wa Lailatul Qadr kwa sisi umatu wake ndio zaidi, kwa sababu ndio tumepewa fursa ya kufanya amal hapo. Kwa hiyo Mtume alifanya i'tikaf, akajipinda, akauhusisha usiku huo kwa mambo maalum. Katika adabu za usiku huo, mmoja uwe ndani ya i'tikaf, pia kuoga baina al-ishaain, baina al-maghrib wal-isha, tatu kujipamba, na hayo yote yanataka maelezo ya ziada, lakini tutatosheka na hayo machache tuliyataja. Kujitia mtu manukato, kuvaa vazi zuri, walifanya hivyo waja wema waliopita. Imepokelewa kwa Imam Malik ibn Anas kwamba usiku wa kuamkia 24 alikuwa akioga, akijitia manukato, akivaa hulla nzuri, na asubuhi yake anaikunja, anaisubiria mpaka usiku wa kuamkia 24 wa mwakani. Kwa hiyo kaihusisha nguo kwa usiku ambao aliuona yeye usiku wa Lailatul Qadr. Ina maana yeye alimwafiki Ibn Abbas kuona usiku wa kuamkia 24 ndio usiku wa Lailatul Qadr. Na wengine walivaa vizuri. Hamad ibn Salama anasema Thabitul Bunani na Humaydul Tawil walikuwa wakivaa mavazi yao mazuri, wakijitia manukato, wanautia manukato msikiti, wanafukiza usiku. Yaani walitengeneza mazingira mpaka ule usiku wa upende. Hebu fikiria mtu amevaa nguo nzuri kuliko nguo zake zote, kajitia manukato. Manukato yenyewe yanaleta raha katika sala na amal. Abu Dharr yeye alikuwa usiku wa kuamkia 23 wa Ramadhani anaamrisha nguo zake zioshwe, zitiwe manukato. Sahaba huyo alafana usimama usiku huo. Na tushamuona mwingine huyo katika hao waja wema waliopita namna walivyofanya, na wengi walikuwa wakifanya hivyo. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tutengeneze khairi za usiku huo. Usiku wa Lailatul Qadr yuftahu fiha albab wa yuqarrabu fiha alahbab wa yusma'u alkhitab wa yuraddu aljawab. Ni usiku ambayo yuftahu fiha albab, unafunguliwa mlango zaidi kuliko misiku mingine. Wa yuqarrabu fiha alahbab, na wapenzi wanakurubishwa zaidi kwa Allah. Wa yusma'u alkhitab, na dua na maombi ya waja yanasikika. Wa yuraddu aljawab, na jawabu inarejeshwa kwa waja. Hiyo ni fursa, huenda mwanadamu akiipoteza asipate tena. Wangapi walifariki kabla ya kuiwahi hiyo fursa? Hiyo ni fursa ambayo kila mwenye akili anajua kwamba hapa si pa kucheza. Panataka kitu kinaitwa al-azima, azimio imara. Azimio imara. Mtume alikuwa anamuomba Allah ampe azimio, akimwambia Allah katika dua zake, Allahumma inni as'aluka al-azimata ala ar-rushd, Mola wangu nakuomba azimio juu ya uongofu. Kwa azimio watu hufika mbali, na ndio maana wale watano wakawa bora, wamefika mbali kwa sababu ya azimio, wakaitwa ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Na hawa ambao hawajafika kuitwa ulul azmi, na wao walikuwa na nguvu sana katika ibada. Ndio maana Allah akasema ulil aidi wal absar. Ulil aidi maana wana nguvu ibada, yani miili yao ina nguvu kwenye ibada kweli, wal absar, alafu wana uoni wa mbali, wanaangalia mbali sana. Mitume katika ibada walikuwa hawachezi. Na asili ya nguvu ya ibada na visimamo vya muda mrefu ni moyo. Moyo ukichoka, miguu itachoka, na jicho litaleta usingizi. Moyo ukitafakari kwamba sasa hivi nitalala vipi, na wakati malaika pengine washajaa nje, na mgeni mtukufu kama Jibrili yuko ardhini, na malaika washajaa, na kila sekunde yake ina thamani, utakuja vipi usingizi ukikumbuka hayo? Na Qur'an basi Allah alivyoijaza maajabu, ukisonga mbele kidogo zinakuja ayati zinakuboost upya, zinakupeleka akhira, zinakupeleka kwenye visa, zinakuonyesha wenye himam na bidii na walojipinda. Wao unadhani watu wote wanaoacha qiyamul layl wakakatisha njiani tarawih, wale wamechoka ukiwalinganisha na wanaoendelea? Ni nguvu za moyo tu na subira zile. Pengine huyu ambaye anaendelea miguu haishiki tena huyu, lakini neno moja tu limempa nguvu. Ataabu muaqqat wal ajru muabbad. Taabu imewekewa wakati, itaisha, na ujira ni wa milele, hauishi. Ataabu muaqqat wal ajru muabbad. Shida muhanga utaisha kama ilivyoisha tarawih hizo zilizosaliwa huko nyuma, lakini starehe itabakia milele ya juhudi na himma. Na kinyume chake, mapumziko yataisha ya mchezo, pumbao, matamanio, na mbele atakuja majuto ya kudumu. Afaraaita in mata'nahum sinin. Katika suratu Shuara Allah mwishoni anamwambia mtume wake, hebu nieleze kama tutawastarehesha wa miaka kadhaa. Wamestarehe. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, kisha likawajia leo loahidiwa adhabu ikaja. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, zitawasaidia nini starehe walostareheshwa?
starehe za miaka 70 zimeisha, sasa inafuata adhabu, si itakuwa ni balaa? Usiku huo ndio usiku wal-itqu minan nar, kuachwa huru na jahannam. Kila mmoja apamie, kila mmoja azimie. Na mtu anaweza akatengeneza Lailatul Qadri za 2000 3000 kwa sababu kawahamasisha watu 3000. Mtume anasema man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, atakayejulisha watu khairi fulani atapata ujira sambamba na mtenda wa khairi ile. Mwenye akili ya sasa hivi anaihifadhi na anzalnahu na tafsiri yake, na kila amuonaye anamwambia, anampa ujumbe, anamfikishia maneno ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam na haya ambayo ameyasikia, na kila ukiyakariri kuyasikiliza tena na tena maneno, himma inakuja upya. Na katika 10 la mwisho ndo mahala pake yakaririwe mpaka watu waone kwamba ni jambo kubwa, si jambo dogo. Ikiwa sura kamili inazungumzia jambo hilo mwanzo mpaka mwisho wa sura, si jambo dogo. Ikiwa malaika wanateremshwa ardhini, si jambo dogo. Ikiwa kuna taghayuru na wamisil kaun, alama za yani nidhamu za kilimwengu zabadilika, hali ya hewa aina yake usiku huo tu, jua lichomoze la aina yake asubuhi hiyo moja tu mwaka mzima. Mabadiliko yote hayo, mambo yote makubwa, alafu usijue thamani yake, kwa kweli ni jambo kubwa. Lakini bado wama adraka ma Lailatul Qadr ni jambo kubwa, lina thamani na himma na bidii inatakiwa, na umma tuhamasishe lisibakie sikio ila lisikie bidhaa hii. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.